Mhashamu Baba Askofu Ludovick Msafiri, Askofu Jimbo Katoliki Moshi, Mheshimiwa sana Baba Viji Mabikari, Baba Monsinyo, wapendwa mapadi, watawa, waamini, mabradha, masista, waamini wote, marafiki, tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi, namshukuru Mungu kwa adhimisho hili maalum. Namshukuru Baba Askofu kwa fursa hii kueleza kidogo tu kuhusu misa ya kwanza iliyoadhimishwa kwa maongozi ya Mungu katika ardhi ya Jimbo Katoliki Moshi. Hapa nina vitabu viwili, kimoja kinaitwa Mission Kilimanjaro, kimeandikwa na Mheshimiwa Baba Padri Alexander Lukwa, ambaye alikuja kuwa askofu. Ni mmoja wa wale wamisionari watatu wa kwanza kabisa waliofika katika Jimbo Katoliki Moshi, na msafara mkubwa walitokea Bagamoyo wakafika Mombasa, wakaja kwa miguu. Sasa naeleza tu zile tarehe walipofika huku. Msafara ulikuwa na Mhashamu Baba Askofu Yohani Maria Cormo, hiyo Cormo sijui kitamka vizuri, ni ya Kifaransa, na Baba Padri Augusti Komenginja na huyu Baba Padri Alexander Leroy, ambao wanatamka Leroy, ambao baadaye huyu alikuwa askofu. Hao misionari watatu katika kitabu hiki ukurasa wa 117 mpaka 19, hiki kitabu kimeandikwa na huyu Baba Padri wakati huo Alexander Leroy, lakini alikuwa labda bishop secretary au notary, yaani mwandishi. Aliandika safari nzima, tukio kwa tukio. Sasa naeleza tarehe 14, 15 na 16. Wao walifika Taveta, alafu tarehe 14 asubuhi wakaanza safari ya miguu kuja huku. Kwa hiyo kwenye saa 5:30 asubuhi walikuwa wameshavuka ule mto wa kwanza mkubwa baada ya Holili hapo, ule mto ambao ndio mpaka wa Vunjo na Rombo. Alafu wakasogea mbele wakafika ule mto wa pili. Pale ndipo wameandika hapa. Hiki kitabu kiliandikwa kwa Kifaransa, na tunamshukuru padri wa shirika la kazi wa shirika la wamisionari wa Roho Mtakatifu Spiritans, Padri Adrian Edwards, ambaye mwaka 2019 kwa ruhusa ya wakuu wa shirika alitafsiri kitabu hiki kutoka Kifaransa kuja Kiingereza. Basi ukurasa huo wa 118 wanatueleza kwamba tarehe 14 Agosti mwaka 1890 walipiga kambi hapo kando ya huo mto wa pili kutoka kule Taveta, na walijiandaa. Ilikuwa nia ya huyo Baba Askofu kwamba Mungu awajalie tarehe 15, wakati kanisa zima ulimwenguni wanaadhimisha sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni, Mungu awajalie waweze kuadhimisha misa. Kwa hiyo unaona walijiandaa vizuri. Tarehe 14 sasa saa 5 asubuhi tayari waliweka hema pale wakajiandaa. Na kwa mito yote hivi vijito tunaona sasa vilikuwa na maji mengi ambayo mtu alikuwa hawezi kuvuka nyakati hizo. Ni sasa tu mazingira yameharibika, havina maji mwaka mzima. Tarehe 14 mwezi wa 8 ilikuwa na maji mengi. Basi waliweka mahema, alafu tarehe 15 asubuhi wakajawa furaha na shukrani kwa Mungu kuadhimisha sherehe ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni wakiwa katika ardhi hii waliotamani. Msafara uliongozwa na Mchaga wa Kilema aliyekuwa anaitwa Nderingo Mashele, ambaye alikuwa ni warika la Magifumba. Wakiwa wadogo walicheza pamoja. Huyu alikuwa ameenda Mombasa, ndiye alitambua uzuri, na huyu Nderingo aliona wamisionari, aliona wazungu wa koloni, wazungu wafanyabiashara na wazungu hawa wa misionari. Akavutwa na hawa wa misionari kwa sababu ya ule uadilifu na mambo ya dini. Ndio aliwaambia, naomba twende kwetu. Na barabara zamani hazikuwa kubwa kama hivi, zilikuwa vichochoro, ile caravan routes. Kwa walitembea kwa miguu kutoka Mombasa, basi wakafika
eneo walipoweza kufanyia misa tarehe 15 mwezi wa 8, na misa ilikuwa asubuhi, mchana wakabarizi, wakaangalia mazingira, jioni wakalala tena. Tarehe 16 asubuhi ndio walivuka sasa, walikuja mpaka huu mto unaoona hapa, walivuka huu mto mkubwa huu wa Himo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1890. Naomba nisome hiyo sentensi kwa sababu ndio inaeleza kwamba eneo hili hapa walifika tarehe hiyo 16 mwezi wa 8. Na nikimaliza hilo nimemaliza kueleza yale yaliyo ya msingi. Nisome hapo hiyo sentensi. Anasema, on the morning of the 16th August the year 1890 we set off again, and having crossed a nearby big river, Kilema, we took the mountain road which ran decidedly to the right, the Chaga Road, for that is the name given to the southern side of Kilimanjaro. Yaani anasema asubuhi ya tarehe 16 waliondokea pale walipolala, pale walipoadhimisha ibada ya misa, basi wakaja mpaka mto huu uliokuwa karibu, lakini ndio mto mkubwa. Na huu ndio walivuka tarehe 16, wakashika barabara sasa kuelekea Kilema. Na kule Ndelingo aliweza kujitambulisha, Mange akawapokea kwa sababu hii Ndelingo walifahamiana tangu akiwa mtoto. Basi hicho ni kitabu namba 1. Kitabu namba 2 ni misale ya waamini ya kwanza kabisa, kule mwanzoni iliitwa kitabu cha Wakristo. Kinaeleza basi hiyo misa ilivyokuwa na utajiri na utukufu wa Mungu. Kwa kifupi habari ndio hiyo kuhusu hao misionari, na kwa bahati wale misionari watatu wa kwanza kabisa, mmoja yule Baba Padre Augusti Komengicha amezikwa Kilema Parish. Ameshaenda kusali pale kwenye kaburi lake. Na naomba Mungu huko kwa Mungu alipo watuombee hii tarehe ya pekee kabisa ya kuzindua parokia mpya maeneo haya walipopita wakaanza utumishi. Tumsifu Yesu Kristo.